Yes, kufuatia taarifa ambayo imetoka rasmi ya kwamba Simba wamepewa tayari kibali rasmi kwenda kufanya mazoezi ya mwisho siku ya hapo kesho. Tumeamua kupata wasaa kumtafuta Dr. Mo kwa ajili ya kuyazungumza kiundani juu ya haya. Dr. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mzima? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana ndugu. Dr. Taarifa kwa umma umeiona? Nimeiona. Mwanzoni mlisema kwamba Simba hakutoa taarifa. Kwamba kama angekuwa anatakiwa akafanye mazoezi uwanjani kwenye uwanja wa mazoezi siku moja kabla, mlisema nyinyi waandishi wa habari alipaswa atoe taarifa, si ndio mlisomea hivyo? Basi Simba sasa mchezo wa hii wa Juni 15 ameamua kufuata kile ambacho nyewe mnataka. Ameconsult wizara ambayo ndio wamiliki halali wa uwanja kuomba kumpa kibali cha kufanya mazoezi ya mwisho siku ya kesho, siku ya Jumamosi kuelekea mchezo wetu wa Jumapili wa Juni 15 wa dabi ya Kariakoo, na wizara imemjibu kwa maandishi. Mara siku hizi taasisi huwa zinawasiliana kimaandishi. Wamepewa kibali. Yes, kwa kibali hicho kwa kesho majira saa 10 waandishi wa habari mnakaribishwa nyote Benjamin Mkapa kuishuhudia Simba ikifanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa Jumapili wa dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga. Kwa hiyo sisi tunajua dabi ipo mpaka dakika hii, maandalizi yamekamilika na TFF na bodi ya ligi wameendelea kusisitiza kwamba mchezo upo na wameendelea kutoa maelezo kwamba dabi ya Kariakoo maandalizi yote kuelekea mchezo huu yamekamilika na yanakwenda vizuri. Kwa hiyo so far mpaka dakika nishajiandaa, nishanunua jezi mpya kwa ajili ya mechi ya kesho kutwa. Simama ambazo walikuwa nazo Young Africans ambazo zinaendelea hivi sasa na itikadi ambazo wako nazo, watu waliamini ya kwamba labda mchezo ungesogezwa mbele kwa ajili ya kupisha Young Africans na penyewe waweze kumaliza sintofahamu hii ambao wako nayo hivi sasa ili kuhakikisha mchezo unachezwa. Lakini kitu ambacho kimewashangaza wengi baada ya Simba kuachia taarifa kwa umma ya kwamba mchezo uko pale pale na kesho ni maandalizi ya mwisho kuelekea katika mchezo, ikiwa watani wenu wana focus na madai na si kitu kingine. Hao madai yao ambao ni ya kipuuzi, sisi hatusiki nayo. Madai ya Yanga ni madai ya kipuuzi, hana mantiki yote ile. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuingia kwa mkumbo wao, kwa sababu wanachokidai kwanza hakina kichwa wala miguu, hakieleweki. Yani sawa vile umechukua namba 6 umeichora hapa na namba 9 umechora kule, yule anasema 9 yule anasema 6. Ndio madai ya Yanga. Kwa hiyo sisi hatutaki kuingia huko, na kingine hatuwezi kuwa taifa ambalo linaendeshwa bila taratibu, kwamba ikijisikia tu mtu ana madai yake TFF basi ligi isimame au mechi isimamishwe. Haiwezi kuwa ni sawa sawa. Hatuwezi kuwa taifa ambalo kila siku tuna migomo, boycott kila siku watu wakiamka wamejisikia migomo. Kwa hiyo wao waendelee na migomo yao, sisi mechi haiwezi kuahirishwa sababu ya migomo yao. Inaahirishwa tarehe 8 kwa sababu ya vurugu zao zilizosababisha. Wao ndio kiini cha tatizo. March 8 mchezo namba 184 kuahirishwa pale Benjamin Mkapa kwa kufanyia vurugu klabu ya Simba kwa kupitia mabauza wao na watu wengine ambao ni washirika wao. Wanasema ya kwamba wakapelekea mchezo wao kuahirishwa. Leo tarehe 15 mchezo hauna sababu yoyote ya msingi ya kuahirishwa. Hao madai yao waendelee kudai huku tukiendelea kucheza mpira wa miguu hii ligi ishe salama. Daktari, wanasema kwenye kikao chao walihoji ya kwamba kitu gani kilipelekea mchezo wa tarehe 8 kuvunjika, ni kuhairishwa kupitia Almas Kasongo, CEO wa bodi ya ligi, alisema ya kwamba kuna kiongozi kutoka ngazi ya juu alipiga simu na kuwataka waweze kutokuruhusu kufungua mageti kuwapa nafasi Simba kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo. Labda nikwambie kitu. Nani alionewa December March 8? March 7. Kila mmoja anavutia kwake. Alionewa ni Simba Sports Club, na alikuwa anatakwa na kikanuni la kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo husika, lakini babauza wa Yanga na washirika wake wasiokuwa na ungwana na huyo mtu anayemsema wao kiongozi wa juu waliweza kuizuia Simba isiingie uwanjani. Manake alipaswa kulalamika kwa madai ni klabu ya Simba sio Yanga. Hivi unanielewa vizuri? Kwa sababu Yanga ndo alifanywa unyama siku ile, akadhahirishwa pale nje, akafanywa vurugu, akafanywa psychological torture ya wachezaji. Zaidi ya masaa 3 wamekaa nje pale wakifanywa vitendo vya viovu. Aliyepaswa kulalamika ni Simba Sports Club, sio Young Africa. Kwa hiyo hata yule aliyepiga simu alikuwa ni upande wa Yanga, kwa sababu alizuia Simba ndio isiingie uwanjani. Kwa sababu mind you, lengo la Simba lilikuwa ni kuingia uwanjani, itekeleze takwa la kanuni la kufanya mazoezi ili kesho mpira uchezeke. Hilo alikufanyika, ndio maana Simba taarifa yake kaa wazi. Kuhatarisha kwa usalama wa watu, mazingira ya utalishi wa amani yakapelekea mchezo kuahirishwa, na mchezo kuahirishwa wa Simba unaahirishwa na bodi ya ligi ya TFF. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo leo wanakuja kudemand vitu vya hovyo ambavyo havina mantiki wala miguu, havina kichwa wala miguu. Kwa hiyo hatuwezi kukubali eti ligi iahirishwe tena, eti mechi namba 184 iahirishwe tena. Klabu ya Simba hatuko tayari
kuona mchezo wa dabi ya Kariakoo wa namba 184 ukipangiwa tarehe nyingine tena zaidi ya tarehe 15 siku ya Jumapili. Wana Simba wote kumbuka nimeposti pale Dr. Mohamed Hamis Instagram page, ukiangalia Simba Burudani wameshaanza safari, kesho watakuwa hapa kutoka Arusha, Moshi, Kilimanjaro na Manyara, wanakuja kwa ajili ya mchezo wa tarehe 15. Kwa hiyo wana Simba wote wanajua tarehe 15 tunakwenda kwenye mechi kubwa ya dabi ya Kariakoo, na kupaswa kuahirishwa kwa gharama yote au kwa njia yote, na atakayeahirisha mchezo huu atacheza yeye na familia yake. Atacheza yeye na familia yake. Dr. Moja kati ya kauli tata ambazo zilitamkwa kwenye vikao vya nyuma vya Young Africans tutaziona kwenda kutimia, ikiwa moja kati ya kauli ambayo walitamka ya kwamba hakuna pointi hata moja itakatwa ikiwa mchezo upo, na wao wanasema hawatashiriki, kana kwamba sheria na kanuni zikifuatwa itawalazimu Yanga kukatwa alama. Moja kati ya kauli na msisitizo ambao waliweka kwamba hakuna hata alama moja wala nusu alama kuguswa. Nini kitakwenda kutokea? Kwanza nikwambia kitu, maana ya kuongea statement hiyo, anaongea statement mtu mwenye jeuri, mtu bedui anajifanya ni jeuri, mtu mwenye kiburi, anajifanya yeye iko juu zaidi ya mamlaka, mtu ambaye anajiona TFF na bodi ya ligi iko chini yake, anaweza kaiendesha vyovyote anavyojisikia yeye. Ndio maana anaongea kauli ya kipuuzi kama hiyo. Kwa hiyo kauli kama hiyo tunataka tuone kama itafanya kazi tarehe 15. Sisi tunasubiri TFF atupe haki yetu ya 15. Wao kama ni wanaume waje uwanjani tarehe 15, na kama kweli ni wanaume wasije uwanjani tarehe 15. Sema hamna pointi za mezani, zitanyanganywa. Yaani nakwambia imadi tutapeka timu tarehe 15, wao wasipokuja watakatwa alama kwa njia yote ile wanajua wao, na hawatofanya chochote. Yanga ni wadogo sana nchi hii. Yanga timu ya kawaida mno. Wanataka kunyoosha, wanakuambia wanataka kunyoosha mpira wetu. Wao nyoshe umepinda wapi? Wao ndio wamepindisha mpira. Wao Yanga Afrika wanataka kuweka watu viongozi kwenye hizi taasisi, kwenye bodi ya ligi TFF. Wanataka waweke watu ambao wanaweza kuwa control, wanaweza kuwa remote, watu ambao wanaweza kusimamia maslahi yao binafsi, sio maslahi ya mpira wa miguu. Hatuwezi kuwa taasisi ambayo ikaja kwa ajili ya kusimamia maslahi ya Yanga peke yake. Leo ukiangalia Yanga Afrika wanamkataa Steven Mguto, mwenyekiti bora kabisa wa bodi ya ligi ambaye amefanya vizuri sana mpaka leo ligi yetu inang'aa kimataifa. Leo unaona kina Fiston Kalala Mahere ni wachezaji na wafungaji bora barani Afrika kupitia CAF Champions League. Wametoka ligi namba 4 barani Afrika hapa Tanzania. Maana yake ligi ya Tanzania ni bora. Leo unaona Simba imefika finali ya CAF Confederation Cup kwa mara ya pili katika historia ya maisha yake. Ni kwa sababu ya Steven Mguto na bodi yake ya ligi kuendesha ligi bora hapa Tanzania. Leo unamkataa kiongozi wa maana hiyo. Wewe una maana gani? Leo unamkataa CEO Almas Kasongo, kiongozi bora kabisa, CEO bora kabisa aje kutokea kwenye ligi yetu ambayo tunao. Leo unakuja kumkataa katibu wetu mkuu Wilfred Kidawa TFF. Unataka tuletee katibu yupi? Katibu yupo unamtaka wewe? Kama katibu huyu ambaye ametufikisha ligi namba 4 barani Afrika kwa ubora, timu za taifa zimefanya vizuri kimataifa, kuanzia timu za wanawake, za wanaume, na tumecheza AFCON mara ya 3 mfululizo unaona, na leo tunaingia mara ya 4 mwaka 2027 tuna host Tanzania kwa AFCON kwa mara ya kwanza kupitia Pamoja Bidi. Unamkataa katibu huyu mkuu Wilfred Kidawa. Unamtaka nani wewe? Unataka uongozi na nani wewe? Kwa hiyo ukiangalia kwa jicho la nyama na jicho la kiungu na jicho la kiroho na jicho la kimalaika, unagundua kama Yanga kuna watu wanaowataka ambao waje kusimamia maslahi yao wao. Wakisema wanafuata, wakisema wanafuata. Kwa hiyo ni watu ambao watakao na remote wenyewe. Kutakuwa na mpira hapo. Maana yake Yanga nilivyofikiria sio klabu ya mpira wa miguu. Ni timu ambayo inataka isifungwe mashindano yote ya ndani. Kuna timu ambayo haifungwi Tanzania duniani. Klabu ya mpira, hata Barcelona imechukua ubingwa juzi imefungwa. Liverpool the same, Real Madrid inafungwa. Kila timu bora duniani inafungwa. Yanga hawataki kufungwa. Ni watu wa ajabu sana hawa watu. Yaani hawataki kufungwa. Kwa hatuwezi kukubali. Sisi tuko pamoja na viongozi wetu. Karia Rais Wallace Karia mitano tena, Steven Mguto mitano tena, Wilfred Kidawa mitano tena, CEO Almas Kasongo mitano tena. Na sisi wadoa wa soka tupo nyuma yao na hatutokubali kiumbe yote yule ambaye hana kichwa wala miguu kuondoa viongozi madarakani, kwa sababu wametusaidia sana. Leo mpira umefika. Leo timu 32 Tanzania bara, 16 ligi kuu, 16 championship, zote zinakubali uongozi wa nani? Wa viongozi hawa. Leo klabu moja, timu moja Yanga Afrika, timu moja kwa matakwa yao na maslahi yao binafsi wawakatai hawa kina nani hao? Hatukubali. Na niwaambie tu viongozi wetu wa TFF asiwepo hata mmoja kujiuzuru, hata huyu, hata mmoja asijiuzuru, hata huyu, hata mmoja. Tunataka tuutibu mpira wa Tanzania unyooke kama rula tarehe 15 mwezi wa 6 kesho kutwa Jumapili pale Benjamin Mkapa. Watu wanyolewe kwa chupa wakiwa wametiwa maji kichwani, tuchukue alama 3, wapokoe alama 15, Simba tangaza kuwa bingwa. Nichukue nafasi hii kukupa
kipaza uweze kutoa wito kwa wale ambao wanatamani kuja Benjamin Mkapa, wanatamani kuja Dar es Salaam, ambao wako nje ya mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kushuhudia dabi, ambao walififizwa na makando ama sakata ambalo lilikuwa likiendelea na Young Africans, wakisema ya kwamba licha bila matakwa yao kutimizwa ya kwamba hawatashiriki mchezo huo, na mpaka sasa wanashuhudia kwamba hakuna takwa hata moja ambalo limetimizwa. Je, unalipi la kuambia ikiwa mmepewa ruksa ya kufanya mazoezi ya mwisho siku ya hapo kesho? Mimi niwaambie tu wana Simba wenzangu nchi nzima, mwenye kuweza kufika Benjamin Mkapa aje siku ya Jumapili. Wale ambao wako mikoa jirani ya Dar es Salaam, manake Pwani, Morogoro, Tanga, Moshi, Arusha pamoja na Dodoma, wanaweza kujiongea kwa urahisi kuja Benjamin Mkapa. Tawi la Simba Budani kutoka Arusha tayari wameshaanza safari, na leo na kesho asubuhi watakuwa Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo huo. Na bodi ya ligi imeshasema kupitia msemaji wao ambao ni Kalimbo Imanda, wamesema tiketi ambazo tulinunua Machi 8 mwaka huu kwenye dabi ya Kariakoo mchezo wa 180 ndio tiketi hizo zitakazotumika kwa wale ambao tayari walikuwa scan na kuingia. Kwa wale ambao zitarudishwa zile tiketi tumeshaambia zitarudishwa kwa mfumo, zipo kwenye mfumo mpaka dakika hii. Na kwa wale wengine ambao hawajanunua tiketi siku ya mchezo, tiketi za kwanza pale nje, tutanunua tiketi, tutaingia ndani. Njooni wana Simba wengi kwa wingi, tukaujaze uwanja wa Mkapa, tuishangilie timu yetu wakati yatangazwa kuwa bingwa kwa mara nyingine tena mara baada ya miaka 3. So inatangazwa kuwa bingwa. Kwa sababu asipokuja tutatangazwa rasmi. Sisi tuko tayari kucheza. Yanga usipokuja tunaanza kuwa bingwa. Tutapewa alama 3 pale, atakatoa alama 15 automatically sisi ni mabingwa msimu huu. Shukrani sana, mimi nikutakia siku njema Dr. Mohamed. Nashukuru sana, alhamdulillah. Waambie na Simba wote waje. Ni follow Instagram page yangu pale Instagram Dr. Mohamed Hamisi mzee wa Cuba, uweze kupata madini zaidi. Instagram page, TikTok, Facebook pamoja na Twitter. Inshallah. Kila la heri.